Baada ya kucheza mechi 21 katika ligi kuu Tanzania bara, wekundu wa Msimbazi Simba mnyama hasa katika benchi lake la ufundi na wachezaji wake, miongoni mwa mambo ambayo bila shaka watakuwa wanajivunia, wanaringa nayo, wanatamba nayo ni juu ya mfumo wao katika kujilinda. Mpaka sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara, baada ya kucheza mechi 21, 21 games ambazo ni sawa na kusema wamecheza kwa dakika 1890, Simba ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu mpaka sasa kwa kucheza mechi hizo 21 Simba imeruhusu mabao 8 tu. Yes, 8 goals. Maana yake ni nini? Kuruhusu mabao 8 ni kwamba Simba katika dakika 1890 kwa wastani, kwa lugha nyingine, na ruhusu bao moja. Tunasema MPG, minutes per goals conceded. MPG lakini conceded. Dakika zinazotumiwa kuruhusu bao moja kwa wastani. Maana yake utachukua dakika 1890 gawanye kwa mabao aliyoruhusu Simba mpaka sasa, ambayo kwa wastani utagundua ni dakika 236 na sekunde 15. Huu ndio wastani wa muda unaotumiwa katika ligi kuu Tanzania bara kwa wapinzani wa Simba kwa wastani kufunga bao dhidi ya Simba. Hiki ni kiwango cha juu mno cha kiulinzi. Matokeo yake Simba ndio timu iliyoruhusu mabao machache, ikifuatiwa na watani zao wa jadi Yanga ambao wao wamecheza mechi 22 wameruhusu mabao 9. Sasa sio tu kwenye ligi kuu Tanzania bara, bali kwa wastani huu Simba ni timu namba 3 kwa kuwa na ukuta mgumu barani Afrika miongoni mwa ligi kuu 10 bora barani Afrika. Nafikiri inaeleweka vizuri. Hivi sasa kwa mujibu wa viwango vya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ligi 10 bora barani Afrika, ya kwanza ni ligi kuu ya Misri, tunatambua vizuri kumbushana Misri. Ligi namba 2 kwa ubora ni ligi kuu ya Morocco, halafu namba 3 ni ligi kuu ya Algeria, namba 4 ligi kuu ya Afrika Kusini, namba 5 ligi kuu ya Tunisia, namba 6 ligi kuu Tanzania bara, ambapo ndipo wanapatikana Simba na klabu zetu nyingine kwenye ligi kuu Tanzania bara. Namba 7 ni ligi kuu ya Angola, namba 8 ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, namba 9 ni ligi kuu ya Sudan, halafu namba 10 ni ligi kuu ya Ivory Coast. Kwa Ivory Coast inashika nafasi ya 10. Sasa katika ligi kuu 10 bora zote barani Afrika, ligi ambayo timu inapatikana yenye ukuta imara zaidi ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hapa unawapata TP Mazembe. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, hapa tunalinganisha performance, kiwango cha ufanisi cha klabu au timu katika ligi kuu yake. Kadiri msimu unavyoendelea 24-25, tunaangalia timu imecheza mechi ngapi, kwa lugha nyingine imecheza dakika ngapi kulinganisha na mabao yaliyoruhusu kwenye ligi yake. Sasa ukilinganisha timu katika ligi 10 bora zote barani Afrika kwa sasa, zile ambazo zimeruhusu mabao machache, halafu kizilinganisha na Simba, ndipo unagundua Simba inashika nafasi ya 3 kwa uwiano huu. Ni kwa sababu gani? Wacha tufafanue zaidi. Lakini kabla ya kuendelea, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Haya ni mabasi yanayotoa huduma kati ya jiji la Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, lakini pia kutoka Arusha, Moshi mpaka Dar es Salaam. Safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo pia Shekilango. Lakini ukitaka usafiri wa uhakika, usafiri ambao utakufanya ufike ukiwa hauna uchovu, ni raha mustarehe, basi ni haya Jada Luxury Coach. Lakini miongoni mwa vitu vizuri ndani ya mabasi ya Jada Luxury Coach kuna matangazo mubashara ya Azam Media. Kwa lugha nyingine, kukiwa na ligi kuu Tanzania bara, matangazo mubashara, basi unapata fursa ya kushuhudia mechi zote za ligi kuu Tanzania bara. Lakini kubwa lingine ni kwamba Jada Luxury Coach wanatoa huduma ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya safari yako na maelezo mengine juu ya namna ambavyo unaweza kusafirisha mizigo yako na vifurushi kwa usalama, uhakika na kwa wakati kupitia mabasi ya Jada Luxury Coach. Sasa tuendelee zaidi. Simba imeshika nafasi ya 3 kwa sababu TP Mazembe ndio inashika nafasi ya kwanza, ikiwa yenyewe kwenye ligi kuu ya kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka sasa imecheza mechi 17.
Ukisema mechi 17 inamaanisha ni dakika 1530, maana ukichukua 90, dakika 90 kwa kila mechi, zidisha mara 17 utapata hii. Lakini TP Mazembe kwa kucheza mechi hizo wameruhusu mabao 5 tu. Kwa lugha nyingine, wao TP Mazembe wanaruhusu bao moja kila baada ya dakika 306. Kwa hiyo tunasema MPGC, minutes per goal conceded, ni dakika 306. Kwa sababu hiyo wao ndio timu yenye wastani mzuri zaidi, yenye ulinzi imara zaidi, ndio namba moja kati ya zile ligi 10 bora barani Afrika. Ya pili inapatikana nchini Tunisia. Hapo unaikuta US Monastir. Ndugu mtazamaji wa Maduke Stats Sport Next Level, hapa nazungumzia timu zilizoruhusu mabao machache kwenye ligi zao miongoni mwa ligi 10 bora, halafu nazilinganisha ipi iliyo na ukuta imara zaidi. US Monastir katika ligi kuu ya Tunisia mpaka sasa imeshacheza mechi 24. Kucheza mechi 24 maana yake imecheza dakika 2160, maana 24 mara 90. Lakini US Monastir katika dakika hizi imeruhusu mabao 9. Ukipiga mahesabu kile kipimo tunachosema minutes per goal conceded, dakika zilizotumiwa katika kuifunga walau bao moja US Monastir kwenye ligi kuu ya Tunisia, ambayo ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, ni utagundua hapa ni dakika 240. Kwa hiyo US Monastir ndio inashika nafasi ya pili, halafu ya tatu ndi Simba ya Tanzania kwa dakika hizi 236 na sekunde 15 kama tulivyozungumza awali, kwa sababu yenyewe imecheza mechi 21, dakika 1890, imeruhusu mabao 8. Lakini hata kwenye ligi kuu Tanzania bara kuruhusu kwake mabao machache Simba kunatokana na ukweli kwamba mpaka sasa ndio timu ambayo haifikiwi sana na wapinzani kwenye lango lao. Ligi kuu Tanzania bara kuna timu zilizocheza mechi 23, nyingine mechi 22, Simba imecheza mechi 21. Licha ya kwamba imecheza mechi 21, lakini kwenye orodha ya timu zilizopigiwa mashuti mengi, kwa lugha nyingine zile ambazo zinaruhusu zaidi wapinzani kufika na kupiga mashuti, ukiipanga kati ya namba 1 mpaka ya 16 miongoni mwa klabu 16 katika ligi kuu Tanzania bara, Simba inashika nafasi ya 16. Kwa lugha nyingine, timu zinazopigiwa mashuti mengi mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, kupigiwa, Simba ndiyo ya mkiani, kwa sababu yenyewe inapigiwa mashuti machache. Nadhani imeleka vizuri, kwa sababu kama tunaangalia timu zilizopigiwa mashuti mengi, kwa vyovyote vile ile inayoongoza maana yake haina ukuta imara, ndio maana inapigiwa mashuti mengi zaidi. Inayopigiwa mashuti machache zaidi haiwezi kuongoza kati ya 16, itakuwa mkiani, na ndio Simba kwa sababu imepigiwa mashuti machache. Simba iko nafasi ya 16 katika eneo hili kwa sababu mpaka sasa kwa kucheza kwake mechi 21 imepigiwa mashuti ya kulenga shabaha mashuti 20 tu mpaka sasa. Tena katika haya 20 tunakumbuka vizuri, mawili yamepigwa na wenyewe Simba. Mechi dhidi ya Yanga, Kevin Kijiri alipiga na ndilo lililozaa bao, lakini mechi dhidi ya Fountain Gate waliotoka 1-1, ile ya dhidi ya Yanga kwenye mzunguko wa kwanza tunatambua hilo bao lilofungwa na Kijiri, bao la kujifunga, likawa ndilo lilowapa ushindi Yanga dhidi ya Simba. Lakini katika mechi dhidi ya Fountain Gate, mechi iliyoisha 1-1, bao walilopata Fountain Gate lilifungwa na Simba wenyewe kupitia kwa kiungo ushambuliaji wake. Hapa tunazungumzia Ladaki Chasambi. Alifunga bao tunakumbuka vizuri. Kwa hiyo yale mashuti mawili ya Chasambi na Kevin Kijiri ni kati ya mashuti 20 tunahesabu hapa ya melenga lango kwenye lango la Simba. Kwa hiyo kwa lugha nyingine wapinzani wamepiga mashuti 18. Yes. Na katika hayo 18 Simba kwa sababu imeruhusu mabao 8. Maana yake mawili katika mabao 8 unatoa mawili yale yalofungwa na Kijiri pamoja na Ladaki Chasambi, wapinzani wamefunga mabao 6. Ingawa tunapozungumzia mabao kuruhusu tunayachanganya yote. Hatuwezi kusema yale waliojifunga Simba hatuyahesabu kwa sababu kujifunga kwao tunakadiria, tunaamini kwamba ni kutokana na pressure ya wapinzani, matokeo yake wakajifunga. Kwa hiyo Simba wamepigiwa mashuti 20, tunakuifanya ndio timu namba 1 kwa kupigiwa mashuti machache katika ligi kuu Tanzania bara. Ukigawanya vizuri, kwa sababu Simba amecheza dakika 1890, tuhesabu mashuti yote waliopigiwa ya kulenga shabaha bila kujali wamejipigia wenyewe yale ya Chasambi na Kijiri ama wapinzani wao, utagundua hapa Simba kwa wastani katika kila mechi, wastani wastani wa kuipigia shuti Simba ni inahitaji wapinzani wasubiri mpaka dakika 94 na sekunde 30 ndipo Simba kwa wastani wanapigiwa shuti moja la kulenga lango. Nadhani nimeweka vizuri kwa sababu wamepigiwa shuti ya kulenga lango 20
dakika walizocheza ni 1890. Ukigawanya hapa ndipo unapata wastani huu kwamba wapinzani wanahitaji kwa wastani dakika 94 na sekunde 15 ndipo wapige shuti la kulenga lango dhidi ya Simba. Kwa lugha nyingine, unaweza kaona ni kwa namna gani Simba walivyoimara sana katika mfumo wao wa kujilinda. Hapa tunazungumzia eneo la goalkeeping. Tunamkuta Musa Kamara ndiye hucheza mara nyingi zaidi. Katika mechi 21 Kamara amecheza mechi 20. Moja amedaka Ali Salim Katoro. Lakini walinzi wake, hapa tunazungumzia walinzi wa kati. Shemalon Fondo, Abdurazak Hamza, mara moja hucheza pia Shamu Karabu katika eneo hili. Mabeki wa pembeni, Shomari Kapombe mara moja yupo. David Kabeta Duchu yupo, Kevin Kijiri. Lakini beki tatu nahodha Mohamed Hussein Shabalala mara moja unamkuta anabadilishana na Valente Nouma. Hawa wote wanne wakiungana na kipao Kamara wamefanya Simba hiyo na mfumo mzuri wa kujilinda, lakini pia wakiungana na viungo wao ukabaji. Mara nyingi anakuepo Fabrice Luamba Ngoma, anakuepo Yusuf Kagoma, ingawa wakati mwingine katika eneo hilo pia hupatikana Augustine Okejefa, Mzamiru Yasini na wengineo. Kwa ujumla Simba wako vizuri sana katika eneo la kujilinda, ndio maana haishangazi kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa wakiwa wameruhusu mabao 8 tu, na kwa ndio timu iliyoruhusu mabao machache kuliko zote, lakini ziada ni hilo natoka kuelezea. Wamepiga mashuti 20 tu ya kulenga lango tangu ligi kuu Tanzania bara ianze msimu huu, wakiwa wamecheza mechi 21. Watani zao jadi Yanga, kwa maana kwenye hao walopiga mashuti mengi, Yanga wanashika nafasi ya pili kwa kupiga mashuti machache. Simba wamepiga mashuti 20, Yanga mashuti 30 ya kulenga shabaha. Ya tatu ni Azam FC, yenyewe imepiga mashuti ya kulenga shabaha mashuti 43 baada ya kucheza mechi 22, na Yanga ni baada ya kucheza mechi 22, Simba baada ya kucheza mechi 21. Mimi mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment, una like na kushare. Lakini kabla ya kumaliza nikukumbusha kwamba sisi tunaungwa mkono kwa kiasi kikubwa na shule ya msingi na awali ya Sheikh Atihisa Islamic Seminary iliyopo Magomeni Mapipa jijini Dar es Salaam. Ni shule ambayo mchepo wake na Kiingereza, ada ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kijana wako aweze kujiunga na shule hii kuanzia elimu ya awali, darasa la kwanza, la pili mpaka la 7. Lakini pia ukijua kwamba ni shule ambayo inapatikana Magomeni Mapipa jijini Dar es Salaam kwenye mikutano ya barabara za Rashid Kawawa na Morogoro. Lakini vile vile kumbuka tunapewa nguvu na Wahenga Aluminium. Hawa ni wataalam wa milango na madirisha ya aluminium pamoja na PVC. Wanaweza pia kufanya finishing ya jengo lako kwa kiwango bora na ufanisi wa hali ya juu likiwa na mvuto wa kutosha. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini huduma zao wanaweza kukufikishia popote ulipo nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Cha msingi tu wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kuona namna gani unaweza kupata huduma bora za milango, madirisha ya aluminium na PVC, na pia kumaliziwa jengo lako. Na kubwa zaidi, wanayo huduma ya kuwezesha kumaliziwa jengo lako, kufanyiwa finishing, halafu ukawalipa kidogo kidogo. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.